Napenda nichukue nafasi hii kushirikisha jamii kuwa ofisi ya mkurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu iliwahabarisha wananchi kuwa maaskofu wetu walikutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na katika mazungumzano yale waliongea vitu vizuri kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hivi nilitaka kutaarifu pia jamii kuwa maaskofu wameniagiza, hasa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambao ndio walienda kwa kuwakilisha baraza zima kadiri ya maamuzi yao na utaratibu wao. Moja, nikituweke bayana kwamba hili kutano kati ya Maaskofu Katoliki Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 lilikuwa ni ombi la maaskofu Katoliki, na walifanya ombi hili katika kikao chao cha mwaka ambacho walikaa tarehe 18 mwezi wa 6. Walifanya maamuzi hayo kumwomba rais akutane nao, na hivi lilikuwa ni ombi la Maaskofu Katoliki Tanzania, na ndio walioomba, wala hawakuitwa, waliomba wamuone rais. Na hii ilifuatia waliomba mwaka jana. Kwa bahati mbaya rais alikuwa ana majukumu mengi, na waliomba muda ule ule, waliomba wakutane naye mwezi wa 8 kabla ya uchaguzi wa 2025. Rais kwa bahati mbaya akasema ratiba yake imembana, hataweza kukutana nao. Lakini kwa kuzingatia yaliyotokea kwenye uchaguzi mkuu na hali halisi ambayo Watanzania wanayo ya kisiasa, mwaka huu maaskofu wakaamua tena wamuombe rais wakutane naye ili waweze kumshirikisha mtazamo wao juu ya hali tulionayo kisiasa nchini, kutokana pia na kwamba waliweka bayana kwamba ili tutoke katika hali hii inabidi kwenda katika kusimamia ukweli na vile vile kutakana msamaha, kusameheana na hata kuponya nchi. Kwa hiyo kwa Kiingereza tunasema to admit the truth and then reconciliation, healing the nation. Kwa sababu haya kadiri ya viongozi wetu wa dini mambo muhimu sana ambayo waliona wajadiliane tena, pamoja kwamba walitoa msimamo wao, tafakari yao walichokuwa wameamua mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025. Walitoa mapendekezo yao na mawazo yao na kinacho kadiri ya wao wanavyoona inafaa kifanyike, lakini bado wakaona ni muhimu tena waongee na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli wameshukuru sana kupokelewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameacha shughuli zake, amewapa mazungumzano ambayo yameenda zaidi ya saa 1.5. Kwa hiyo imekuwa ni mazungumzano mazuri kati yao, na wameweza kumshirikisha wao wanasema nini juu ya hali tulionayo ya kisiasa, na wamempa andiko rasmi ambalo lina kurasa kama 4 hivi ambalo wamemkabidhi, wamemsomea lote na wakamkabidhi, na halina tofauti sana na lile tamko au ujumbe wao walioutoa mwaka jana mwezi Novemba tarehe 15 2025. Kwa hiyo tupenda wananchi wafahamu kwamba lilikuwa ni ombi la maaskofu, hawakuitwa, walienda wao wenyewe wakiona ni muhimu kwa taifa kufika mahali tuweze kukubaliana na kilichotokea ni kitu gani, tukilani hicho hasa cha mauaji na uharibifu wa mali. Halafu basi maaskofu wanasema sasa tufike mahali tuponye nchi na mambo mengine yaendelee, na hayo yaliyosababisha watu waingie katika hali za kuandamana na nini, basi na yenyewe yashughulikiwe. Kwa ufupi nilitaka niliweke hilo bayana, na tunapenda Watanzania wawe na imani kwamba ujumbe wa maaskofu tuna imani utafanyiwa kazi, na wawe na usikivu, waisikilize serikali inavyoelekea katika kutatua mkwamo wa kisiasa tulionao nchini. Nilipenda niishie pale. Hebu tuambie hali ya mkutano huu ilikuwaje kati ya rais pamoja na viongozi wa Baraza la Maaskofu?
Kwa kweli hali ilikuwa nzuri kuzingatia kwamba rais mwenyewe ameridhia. Walipomwandikia barua walimpendekezea na tarehe, tunaomba tukutane na wewe Mheshimiwa Rais tarehe 10 mwezi wa 8. Akaridhia, akasema karibuni viongozi wetu wa kiroho mfike hiyo tarehe, na tukafika. Tukapangiwa na saa kuanzia saa 5, na kweli mazungumzo ya mengi. Tumeingia pale kuanzia saa 5, tumetoka saa 7 na kitu. Kwa kwamba mazungumzo ni wazi yachukua saa 1 na kitu, na aliwasikiliza kwa makini na akawapa mawazo yake, na baada ya pale akaonyesha kwamba lazima washirikiane katika kuifanya nchi iweze kutoka katika mkwamo uliopo. Watu wako kwenye masikitiko, lazima wafike mahali watu watoke kwenye masikitiko. Na haya yataongozwa, maaskofu wetu wamesisitiza lazima yaongozwe na ukweli, alafu kusameheana, reconciliation na kuponya nchi. Kwa hivi mapokezi yalikuwa ya kindugu kabisa. Ni viongozi, huyu ni mkuu wa nchi, yeyote anapoapishwa lazima tumtii. Kiongozi anapoapishwa lazima tumtii. Kwa hivi viongozi wetu, maaskofu wanamtambua huyu ndio mkuu wa nchi. Wanamtambua kwa huyu ndio mkuu wa nchi, the fact kwamba aliapishwa kama mkuu wa nchi, na hiyo ndio namna ya kupata uongozi wa nchi. Na sisi katika maandiko matakatifu na hata katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunakiri kwamba lazima tuongozwe na serikali, na maaskofu walifanya hivi kwa makusudi mazima kwamba wao wana jukumu la kufundisha watu juu ya maadili yanayowasaidia watu kuwa na utu na kuishi kama wanadamu ambao wana mshikamano. Lazima watu waishi kindugu. Ni kazi ya maaskofu kufundisha, na hili hawahitaji kuomba ruhusa kwa mtu, wanalifanya. Ndio maana wanatoa matamko, wanatoa mahubiri. Sasa na wanapotoa matamko na mahubiri, kwa kweli wao waingilii mtu, wanatoa tu kwamba sasa hivi jamani, tupendane, tuheshimiane, tusikilize wakubwa katika yaliyo haki, tufuate haki za binadamu. Haya wanafundisha viongozi wetu wa dini, na hichi rais hajakisema kwamba hakipo, kipo. Lakini pia tunajua hayo yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 ni kitu ambacho kwa kweli kimesononesha wengi, kimesikitisha wengi, na ni kitu ambacho kimeharibu kabisa mahusiano kati ya watu na serikali, kati ya watu na watu, na hatuwezi kuendelea na hali. Kwa hiyo lazima tufike mahali, maaskofu wanasema kwamba lazima kurekebisha hii hali. Hatuwezi kuacha dhambi tutawale, lazima tutawaliwe na wema na upendo. Na hivi maaskofu wametimiza jukumu lao hilo, na katika kufundisha ibara ya 19 ibara ndogo ya 2 inatamka bayana kazi ya kueneza mafundisho ya dini, yale ambayo watu wanapaswa kuyashika ili waishi vizuri, ni kazi ya dini yenyewe. Serikali itajihusisha kwenye hayo. Kwa hiyo hayo yako bayana kabisa. Ndio maana hili waliloenda ni kama la kuona kwamba anayepaswa kusimamia haya ni nani. Wao walishafundisha tarehe 15 Novemba 2025 walitamka kitu gani kifanyike. Ni kama walikuwa wanafundisha. Kwa sababu alihusisha hayo na mafundisho ya dini. Mafundisho yao ya dini wanayoyasimamia. Lakini baada ya pale sasa yatatekelezwa lini? Ndio wanaanza sasa kuona wenye mamlaka ni serikali, wao hawana mamlaka. Lazima serikali ndio itusaidie kutekeleza hayo na kusimamia hayo. Na wenyewe ndio waliapa kuyasimamia hayo kadiri ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu hili ni swala ambalo vile vile Watanzania lazima kuelewa kwamba tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2023 Baraza la Usalama wa Taifa la Umoja wa Mataifa lilihimiza sana viongozi wa dini kushirikishwa katika kuhimiza kurejesha amani duniani kwa kusimamia haki. Wanasema ni imani kwa ajili ya kuheshimu haki za binadamu. Yaani viongozi wa dini wasimamie pia na wafundishe pia namna gani haki za binadamu zinatuunganisha kidunia kwa kama ndugu, na hivi kufuta migongano isiyo ya lazima katika jamii, kufuta vurugu, maugomvi na vita na kadhalika. Kwa hivi viongozi wa dini wanatambulika katika Umoja wa Mataifa kwa mujibu wa hilo azimio la mwaka 2023 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni azimio namba 2686, liko bayana, ukienda kwenye mitandao utalikuta, linahimiza viongozi wa dini wana jukumu gani katika hilo.
Kwa hivi maaskofu wetu pia wanatambua jukumu walilonalo katika jamii ya kimataifa, na kuna vitu ambavyo havigusi wa Katoliki tu. Hivi uhai wa mtu uliopotezwa mwaka jana ni uhai wa binadamu ambaye ni mtoto wa Mungu, na binadamu yeyote yule ni mtoto wa Mungu, awe mwema awe mwovu, ni mtoto wa Mungu, na aliye mwovu anahitaji kujirekebisha ili aweze kuwa katika mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivi mazungumzo na rais alitambua kabisa kwamba viongozi wa dini wana nafasi yao katika kutoa ushauri, pamoja kwamba mamlaka yako kwenye serikali, maamuzi yako serikalini, lakini bado wana nafasi ya kufundisha, ushauri, na hivi hata kumwomba Mungu basi kwa pamoja hayo ya kibinadamu yasindikizwe pia na matashi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mahusiano yalikuwa mazuri sana kwenye hicho kikao. Nakushukuru sana baba. Nimeona dhamira ambayo mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu ambaye ameandika kwamba mazungumzo haya yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC, kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayoigusa jamii yakiwemo ya kisiasa, amani na maendeleo, pamoja na kuimarisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali mwema wa taifa. Hili ni jambo zuri kabisa Father. Hauoni kama hapa serikali tayari imeanza kupiga hatua kwa ajili ya kushughulikia yale masuala ambayo yalijitokeza huko nyuma? Ni wazi ni hatua moja katika kutekeleza kitu, lazima kuanze hatua. Maaskofu wanafanya kitu wanachoita mazungumzano, dialogue. Ndio kazi yetu tulionayo. Sisi tunafanya engagement, yani tunafanya mazungumzano katika kuhakikisha kwamba kitu fulani kama akiendi, na unapoona kinafanyika hiki, kuna mengine yameshafanyika mengi tu ambaye hayajaandikwa humu na hajatangazwa. Viongozi wetu, maaskofu wetu wana namna nyingi sana za kuhakikisha kitu fulani ili kiondoke, tatizo liloko katika nchi liondoke, lazima kutumia mbinu mbalimbali. Wakati mwingine si lazima kulitangaza. Ndio maana maaskofu wakati wanaenda kule hawakutangaza na wala, lakini kwa sababu serikali iliona muhimu kutaarifu wananchi, basi ndio wameelekeza pia na sisi tutoe ufafanuzi kidogo juu ya haya ambayo watu wanasema. Nia ya serikali hii ni hatua moja, tunakiri, tunakubali ni hatua moja. Lakini sasa watu wanachotegemea sasa hivi ni kuona watu wameuawa mwaka jana tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, na siku 2 au 3 baada ya hapo wameuawa waliokuwa naandamana, wameuawa waliokuwa majumbani. Sasa hili kukiri kwamba lilikuwa ni tendo ovu, tusubiri mpaka lini? Ndio wanauliza maaskofu, kwa nini msifanye hivi ili watu tuache kwa kaangaika tunasubiria kukutana tuombane msamaha? Kwa nini mmoja asisimame aseme tusameheane na tunaomba tusamehewe? Na viongozi wa dini wanapata sasa nafasi hapo kwanza kusema jamani tusameheane, kwa sababu huwezi kusamehe bila mtu kuomba radhi. Lakini zimeundwa tume mbalimbali, ikiwemo tume ya kwanza ambayo ilichunguza tukio hili zima, na imeundwa tena tume ya pili hivi sasa ambayo huenda imepewa muda wa miezi 5, huenda ikaja na taarifa ambayo pengine ikawa ni mwanzo mzuri wa kuweza kujua ni nani alifanya nini na ambaye anatuhumiwa hawezi kuwajibika kutokea pale. Hii hairidhishi kwa maaskofu? Ni hatua moja katika kutafuta ukweli au kujiridhisha na ukweli. Lakini vile vile hizo ni mikakati ya serikali imeweka. Lakini katika kutoka katika hali tulionayo, ni serikali peke yake inapaswa kufanya. Wananchi ambao ndio wamedhuriwa wameshirikishwaje katika hilo? Na sisi tunakubali hizo tume zinahitajika. Lazima ukweli ufahamike, ukweli uwekwe vizuri na vitu viwe wazi, kuwe na utawala wa sheria ndani yake, kusiwe na na maaskofu wetu katika andiko lao lile la Novemba waliweka bayana kabisa kwamba watu waliuawa sehemu mbalimbali za nchi. Na watu walipouawa sehemu mbalimbali za nchi, ni kitu gani hicho kilifanyika kwa mtindo huo? Tarehe 29 ile watu wameuawa Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, mauaji makubwa ya kutisha. Sasa kitu kama hiki, pamoja na tume zinachunguza na tume imetamka wamefanya hivi, lakini na hii sasa inakuja kuchunguza waliohusika. Lakini tunaangalia waliohusika kuhamasisha labda maandamano, tumesikia hilo, lakini waliohusika kuua umesikia wanatamkwa. Walioua, waliobeba mabunduki na kuua kwa risasi za moto umesikia. Sasa vitu kama hivyo ndio tunasema sasa hapa lazima tufike mahali tuongee kama Watanzania. Hatuhitaji kuja kuongozwa na mtu sawa, hiyo tume itafanya kazi yake, tunashukuru.
Labda kama serikali inaona ndio njia pekee, basi watu tuombe, basi wananchi wasikilize serikali yao. Lakini vile vile wananchi wasikilizwe wenyewe, wangependaje, wangetaka kitu kiendeje vile vile. Lazima hivyo vile. Kwa mfano watu walipendekeza, tumeona ilipotokea matatizo kama haya kule Afrika Kusini, haya matatizo sio ya kwanza duniani. Yalishatokea Kenya, alienda Kofi Annan na Mkapa, kuleta watu kutoka kwenye mkwamo wa kisiasa. Imetokea huko Afrika Kusini, walienda kina Nyerere, kina nani walitoka huko Nyayo, kina Nelson Mandela ambao walikuwa serikalini, serikali, National Party, chama cha upinzani nani. Sasa haya yote yanapaswa kutumika pia na nchi zingine zilizotokea. Inakuja kwa mtindo ambao tunasema basi ni jambo zuri. Kama serikali yetu inaona hii inatosha, basi waambie wananchi mwe na uvumilivu, tutafanya, tusubiri. Kwa hiyo maaskofu sio kwamba wanapinga mikakati iliyowekwa, lakini wanataka kusema kwamba sasa hivi tumeambiwa itachukua miezi mingapi? 5. Kwa tukae miaka 5 tukisubiri neno la samahani. Hivi hatujui kweli aliyehusika kubeba bunduki na kuua watu mchana kweupe na usiku walioenda kuua na mchana wengine walienda kuua majumbani au kuonekana? Kwa taarifa yako tu nikwambie, sisi tuna mapadi ambao wamepoteza baba zao, wameuawa ndani ya nyumba. Padi moja jimbo fulani na mwingine jimbo fulani, baba apelekwa kule, ameenda pale amepigwa risasi, mzee mgonjwa anakunywa chai sebuleni pale, barazani kapigwa risasi pale. Mwingine baba yuko sebuleni kapigwa risasi pale. Ama padi wanalia kweli kweli, wamepona. Na padi mwingine alikuwa padi kijana kabisa na miezi 3 ya upadri. Sasa nafikiri vitu kama hivi baba vinapokuwa vimetokea, watu wanaumia, wanasema sasa si Ukristo wetu na maana gani kama tuombani msamaha? Kwa sababu maaskofu wanachosisitiza daima, wenyewe wanachosisitiza ni hiki walichokitamka. Kwanza tukubaliane kwamba kulikuwa na ukweli, alafu tuombane msamaha, twende mbele. Kwa maana hiyo mtu yoyote yule ambaye anataka kufahamu kiu ya maaskofu kukutana na rais wa Tanzania iliisha vipi, anatakiwa ajue ni kipi hasa ambacho maaskofu walikipeleka kwa rais. Maaskofu wamesisitiza juu ya ujumbe wao walioweka hapa mwaka jana tarehe 15 Novemba, ndicho walichosisitiza. Tukiri ukweli kwa wananchi, tuombe msamaha wananchi kwamba tulikosea, si ambao ni viongozi labda au wawakilishi wetu walikosea, basi tuombane msamaha kama Tanzania. Na viongozi wa dini msaidie watu kupatana, kwa sababu kazi ya dini kupatanisha watu na Mungu, kupatanisha watu kati yao. Na mwisho wa siku hatuwezi kuishi bila kusameheana. Hili ni tofauti kabisa na mnaloliita ninyi si maridhiano. Hii ni kitu tofauti. Kusameheana na maridhiano vitu vili tofauti. Reconciliation na maridhiano vitu vili tofauti. Sisi hatugombani nani atawale. Sisi tunamtawala tayari, yupo rais, yupo anatawala. Sasa kama mnataka nyinyi kuanzisha utaratibu mwingine wa kutawala, hayo ni mambo yenu huko, wanasiasa mtajua huko. Lakini sisi tunataka wananchi, kwa hili ovu lilofanyika ambalo tumelilaani sisi kanisa Katoliki, Wakristo wote tumelilani, raia wengi wenye nia njema, mataifa ya nje yanayoheshimu haki za binadamu. Sababu Tanzania sio kisiwa baba. Tanzania ina heshima kubwa sana kwa Afrika kwa kueneza haki za binadamu. Haki za binadamu, na zilipovunjwa haki za binadamu tangu miaka ya 70, Tanzania ilikuwa inajiweka mstari wa mbele kabisa kulaani uvunjaji wa haki za binadamu. Ililani ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Ukipewa mifano, Tanzania ilivyosimama kidete ikasema, sisi msipomuondoa serikali ya Afrika Kusini kwenye Umoja wa Nchi za Madola, sisi hatutajiunga, tunajiondoa. Kwa hiyo bidi, kwa sababu gani? Huyu analeta siasa za ubaguzi wa rangi na anawanyanyasa wasio weupe, wale wazungu walinyanyasika. Miaka ya 60 ilibidi serikali ya Afrika Kusini itoke kwenye Umoja wa Nchi za Madola. Lakini vile vile Tanzania iliweza kusababisha mchezo nchi 33 zisishiriki kwenye Olimpiki kwa sababu nchi ya New Zealand ilienda kucheza na South Africa. Wakasema hapana, hii nchi haipaswi kushirikishwa vitu hivi kwa sababu hawa ni wabaguzi wa rangi na wanawatesa wa Afrika. Tanzania ikaungwa mkono na nchi 23 kwa sababu sisi tulikuwa na wakati wetu na Philbert Bayi, bingwa wa mbio na nini. Kwa hiyo Tanzania imesimamia sana haki za binadamu. Sasa kama alifanyika kwa kuhimiza haki za binadamu katika mataifa mengine, maaskofu wanasema haya pia yafanyike ndani ya nchi yetu. Sasa tuseme kwamba hiki kitu hakikuwa kizuri na tufike mahali, na wamejifunza, maaskofu wamejifunza kwenye nchi zingine, wameona nchi zingine zilitoka kwenye mkwamo kwa njia ya watu
kukiri ukweli na kusameheana. Ndivyo watu walivyofanya, lakini hawaweki serikali itumie utaratibu. Serikali yenyewe labda imeona utaratibu huzo wa hizo tume unatosha, basi tunasubiri tuone matokeo yake. Lakini rais pia alitamka kwamba kilichotokea hakipaswa kutokea na hakipaswi kutokea tena. Alisema hayo, lakini bado hajasema samahani kwa niaba ya watendaji wake. Umesikia amesema samahani kwa yaliyotokea? Tumesikia rais amesema samahani kwa kukata mtandao wa internet, na mataifa wamefanya biashara wa mataifa mengine wakisema tunashukuru kwa kuomba msamaha. Lakini mauaji ya wananchi, umesikia rais amesema samahani kwa yaliyotendwa na polisi au walioua wale, wawe polisi au sijui nani, labda huenda watu walijivalisha manguo. Ndio tume hizi tatuambia waliovaa hizo nguo na walikuwa wanaua watu, mtu anakimbia anapigwa risasi mgongoni. Sasa unajiuliza huyu ni polisi au mtu amekaa nyumbani? Tunajua sheria za kimataifa zinasema unapomkuta mhalifu amekaa, mfunge pingu. Kama hana silaha na hataki na hakudhuru, mfunge pingu. Lakini unaona mkuta amekaa unampiga risasi anakufa. Sasa ndio namna za kulinda vitu kama hivyo. Sasa serikali labda bado inachunguza, kwa hiyo tusubirie, tutayasikia. Kwa sasa hivi kuna utulivu fulani ambao tayari umerejea, na unaweza kuona hata ile purukushani za kwenye mitandao ya kijamii, utulivu ni mkubwa. Taswira ambayo baraza inaliona kwa taifa la Tanzania kwa sasa ni ipi? Baraza lenyewe linachukulia hali kama ilivyo, na maaskofu hawezi kuwa na mtazamo tofauti na wananchi, lakini ovu kama hili limefanyika lazima likemewe ili na lilaaniwe. Hili ni ovu. Tusitoke kwenye mstari wa uovu huu. Msipolikemea na kulilani litakuja kurudia. Unanielewa hilo baba? Litakuja kurudia. Na sio mara ya kwanza maaskofu kukemea kitu kama hiki. Bushiri aliua wamisionari mwaka 1887 Pugu. Walitoka mapadri wa Bagamoyo, wenyewe walikuwa Faransa. Hao waliouawa walikuwa Wajerumani. Mapadri wa Faransa kama wawakilishi wa kanisa Katoliki mwaka 1887 wakaenda kuwaambia serikali ya Ujerumani, wanaenda kumwambia Bushiri, wale wa misionari waambia Bushiri, kwa nini umewaua hawa wa misionari wa Pugu? Bushiri, mtawala wa wenyeji wa pwani, akasema nimewaua hawa kwa sababu wanashirikiana na huyu aliyevamia nchi yetu. Nani huyu? Mjerumani. Lakini wale wako sawa na sisi. Sema mbona wanakaa pamoja? Kwa hiyo kanisa lijaanza kutetea na kulani mauaji leo. Limeanza siku nyingi. Imetokea vita vya Majimaji, hali wa misionari walikaa wakafanya kitu kama hicho. Yametokea mauaji Pemba mwaka 2001. Maaskofu wamelaani, tena waliungana na BAKWATA na CCT, wakatoa andiko kabisa na wakapeleka tarehe 8 mwezi wa pili, wakakabidhi andiko serikalini. Na kulani kwamba tunaomba haya yaliyosababisha hiki chama kingine ambacho kijarizika na wakaharibu, labda wakafanya hivi na wakaandamana au wakasijua kulikuwa wanaenda wapi kufanya nini, wakauawa. Sasa tunaomba hiki kisirudie, ili kisirudie, tusiharibu nchi yetu kama kisiwa cha amani. Ndio waliotumia lugha hiyo kwenye hiyo barua ya maaskofu. Zipo hizo nyaraka. Hiyo mwaka 2001 Pemba, tarehe 8 mwezi wa pili, waliandamana tarehe 20 ngapi, 27 hivyo mwezi wa kwanza 2001. Kwa hivi maaskofu hajaanza kuongelea kitu leo. Sisi kama Wakristo tuna historia ya hayo mambo yametokea na daima, na sio hapa tu, yanatokea sehemu mbalimbali na tunafanya, kwa sababu ni jukumu letu kuambia uovu huu haupaswi kufumbiwa macho. Lazima ulaaniwe na ukataliwe na urekebishwe, na kwa sababu kuna watu wamejeruhiwa waponywe, na kwa sababu wale jeruhiwa ni Watanzania wote, tuponye Watanzania wote, tuponyane. Na kwa sababu ni kosa tumelifanya Watanzania wote, basi tukiri tumekosa, tumwombe hata Mungu msamaha aliyeumba hao watu tukawaua. Tuombe msamaha. Kwa ni kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo hali ya kusema kuna utulivu, watu wanaweza kuwa na utulivu lakini watu wana hofu. Nadhani umeona vijana wanavyokuwa huko. Nadhani umeona mahali fulani vijana wanauliza, unaona vijana ambao kuna watu wanaweza kakawa na hofu, hawajiamini. Kuna dalili, walau una dalili za kuimprove. Kwa mfano watu walikuwa wanatekwa, wanauawa. Walau sasa hivi unasikia watu wanakamatwa na wawekwa ndani, kwa kwamba wengine wanaonekana wanateswa sana, lakini walau ndugu zao wakienda mahabusu wanawakuta. Kwa tunaposema hiyo kuna improvement, hatujakataa. Sasa aliyekuwa anateka ni nani? Hapo ndio utajiuliza sasa. Walau sasa hivi unasikia mtu amepotea, lakini unaambiwa amekutwa yuko mahabusu. Lakini zamani anapotea umuone. Kuna watu umesikia wamepotea waonekana. Amepotea unakuta ameuawa, yuko amechomwa na tindikali. Anauza tindikali Tanzania, maduka hatuyajui yako wapi. Sasa unaona vitu kama hivi.
Nilikuona pia ukiwa na spika wa bunge la Tanzania tarehe za nyuma kidogo. Ajenda ilikuwa ni ipi? Ilikuwa ni makutano ya kiofisi ama ni ya kirafiki? Spika alikuja kutuona. Kwa kweli lengo lao ni kuona kwamba tutokeje katika hali hii. Spika alikuwa na ujumbe tutokeje, na kwa sababu yeye ni mwakilishi wa muhimili mwingine, basi tulishirikishana kadiri ya muhimili wake kama baraza. Naomba maaskofu wamesimama hivi. Kwa taarifa yako tu kwamba maaskofu wetu wametuma timu kwenda kujifunza Kenya na kujifunza Afrika Kusini. Kwa hiyo tunajua wenzetu walifanyaje, ndio akamshirikisha, labda tungeweza kutoka tukifanya 1, 2, 3 katika hali hii. Na spika alitoa ushauri mzuri sana, sema waambie maaskofu ofisi yangu iko wazi, mapendekezo yao yoyote tunawakaribisha na hivi na vile. Na alitoa matumaini makubwa kwa maaskofu. Kwa kweli spika alitoa matumaini, lakini kwa sababu ilikuwa mazungumzo ya yeye na maaskofu kwa yote aliyekuepo ofisini, kwa hiyo ni vizuri tu kuona kwamba mazungumzo yalikuwa mazuri na ni mwelekeo katika kuona kwamba tunazingatia pia vigezo vya kimataifa katika kutoka katika hali kama hii. Kwa maana hiyo nitakuwa sikosei nikisema kwamba serikali inafanya jitihada kubwa za kushirikiana na baraza la maaskofu kuhakikisha kwamba wanatafuta njia ya kutoka katika mkwamo. Ni wazi serikali inatukaribisha sisi nyakati zote, kiacha ile ya spika, zote zingine tumeenda sisi, tumeomba sisi kukutana nao, tumeongea sisi. Kwa mara ya kwanza spika tu ndio alikuja kutuona na mawaziri kadhaa walikuja. Ofisi ya waziri mkuu pia ilituma waziri mmoja akaja, lakini tukasisitiza msimamo kwa hapa. Maaskofu wameshatoa msimamo ni hapa. Tuwezi kutoka pale. Tumeingia na ofisi nyingine. Maaskofu wamejitahidi kuona hizo, lakini hatuwezi kutatua tatizo kwa maaskofu kuongea na serikali. Ni wananchi kutendewa haki zao. Unajua haki za binadamu baba zinadili na utu wa mtu. Na imani ya Mtanzania iko kuona mwananchi yeyote, hata yule wa ngazi ya chini kabisa, anaheshimika kwa utu wake, kutendewa haki zake. Sasa maaskofu hawezi kusema wananchi usione kwamba maaskofu wameongea na serikali kwa hiyo yaishi. No, aliyeumizwa na aliyeteswa, mayatima huko Bungo, si wapi, wale watoto wameuawa ambao hawana mtetezi. Kwa hiyo sisi tukae tukimya tuseme tumeyamaliza wewe yaishi? Sisi sio wabeba uhai wa watu. Walio ambao watoto wao wameuawa, ndugu zao wameuawa, wazazi wao wameuawa, vitu kama hivyo. Basi ili ni tatizo ambalo ni tatizo kubwa. Pamoja kwamba watu wanaweza kalifanya liwe tatizo dogo, lakini kadiri unavyopuuza Mungu unajitakia madhara makubwa mbeleni. Kwa kuhitimisha safari hii baba, ni upi wito wako sasa, kwanza kwa serikali na wananchi pia? Kwa wananchi washikamane na serikali wakiongozwa na ukweli, na serikali ijali sauti na vilio vya wananchi. Ni wazi tunaona wapambe wa kwenye mitandao na nini ambao vile vile tusipoangalia wanaweza kavuruga zaidi utamaduni wa kuwa watu wa kweli. Kwa sababu uongo mwingi unapita kwenye mitandao na nini, na tunajiuliza naye vigharimia hivyo ni nani? Sasa unaona kuna vikundi, unaona kama vimepangwa. Kuna vikundi vimepangwa kushambulia huyu kwenye na mitandao. Sasa hivi ina nguvu sana, ambayo katika lile azimio la 2023 la Baraza la Usalama wa Mataifa, Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, walisema haya mambo yanovuruga ukweli katika dunia yanasababisha vile vile dunia kutokuwa kwenye amani. Unaona mtu anaanzisha vikosi vyake, vinaitwa si vikosi gani, anaachwa tu. Mtu anaita kikosi gani. Nchi tunajua sisi tuna vikosi vya kuleta ulinzi na usalama, tuna vyombo maalum, tuna jeshi la wananchi ambalo linaangalia mambo mapana zaidi, lakini haya yanayoshughulika mambo hayo watu, tuna polisi, afu tuna vyombo vingine vya usalama vinavyofanya kazi kwa taratibu zake ambazo wananchi wanafahamu. Sasa mtu mmoja anaamka tu, uone akikemewa, uone kifo. Mwingine anaamua yani kumtukana fulani tu. Mwingine anaamua yani kutukana watu tu na anaachwa. Sasa na anafahamika ni fulani. Na wanaachwa tu. Na wengine wanashambulia. Sasa unajiuliza, hii unashambulia serikali au unashambulia chama au unashambulia watu? Sio utamaduni wa Mtanzania. Watanzania tulikuwa tunaishi katika kupenda ukweli,
Na ukiwa kiongozi, ukumbuke uwe kiongozi wa dini, kiongozi wa serikali, lazima ukubali kuwasikiliza wananchi. Wananchi wanachosema kizuri, kitamu kusikiliza, kichungu kusikiliza, lazima usikilize. Na huo ndio uwajibikaji. Ibara ya 8 nasema utawala wa nchi uko chini ya wananchi. Utawala wa nchi uko chini ya wananchi, na wananchi ndio wenye mamlaka ya kutawala nchi yao. Wewe wamekupa tu dhamana, lazima wasikilize, uwaheshimu. Mamlaka yote yako kwao. Sasa unapoyapora yale mamlaka kuwafanyia chochote unachotaka, kwa kweli inakuwa ni kukosea utu wa Mtanzania na kukosea ubinadamu. Si nchi yetu ina historia yake nzuri, na hiyo historia nzuri ya kuheshimu serikali, kufanya kazi na serikali, hilo ndio ambalo tunaomba wananchi vile vile, tukiongozwa na katiba, haki za binadamu. Kuna vigezo vya kimataifa namna ya kujitawala. Kuna vigezo vya kimataifa namna ya kujitawala. Hata tukisema tujitoe siju kwenye umoja, kutokubanwa na haki za mkataba wa haki za binadamu wa Afrika, au hata hizo umoja wa mataifa tuzitaki, si tunajiondoa au tunatoka, sawa mkijitoa, lakini ubinadamu uko pale pale. Tanzania sio kisiwa, tutahitaji kushikamana na mataifa mengine, lakini kuna vitu tukijitoa tunajizalilisha kimataifa. Tanzania ina heshima kubwa. Ni swala la kufanya, ndio maana watu wanaita ni kufanya mapatano kati yetu, kuombana msamaha, fanya mapatano, maisha yaendelee. Na wakifanya hivi nchi itaenda. Nchi itaenda. Afrika Kusini walipofika kipindi kile, walisema tukubaliane ukweli. Afrika Kusini walichofanya, wakakubaliana, kila mtu akakiri ukweli kwa upande wake, sisi tufanye maovu haya na sisi tufanye maovu haya, tusameheane, wakasameheana. Tuanze kujenga nchi mpya. Tusirudie yale yaliyotugombanisha. Wakatengeneza utaratibu wao. Hata hawakupelekana hata mahakamani. Hawakupelekana hata wakati ilikuwa ni Nuremberg, sasa hivi ni Hague. Hawakupelekana hata huko. Yakaisha. Ni kweli kuna vitu vingine vitaendelea kurekebishwa taratibu, lakini waliishia pale. Hakuuliza mtu aliyeua wale mauaji ya Sharpeville alikuwa nani, tunaomba wawekwe ndani. Walisema yaishi, yakaisha. Lakini walisameheana. Kwanza walikiri ukweli na wakasameheana. Wewe ndivyo walivyofanya wenzetu Afrika Kusini. Sasa sisi ni kisiwa, yamefanywa haya, tukiri tu mambo yaende. Lakini tuwe na imani kwamba Watanzania ni waelewa, na serikali iwaamini na kuelewa Watanzania. Watanzania ni watu waelewa, ni watu wavumilivu, hawajazoea kufanya vurugu kwa kutumia silaha. Hata wale waandamanaji mwasemeje, sikuona mwandamanaji aliyekamatwa na polisi waliwaweka ndani sijui 100,000 ngapi sijui. Sikuona watu kusikia wamemkamata mmoja mwandamanaji alikuwa na silaha. Labda hawakutuambia, lakini wale wangekuwa na silaha tungeambiwa. Lakini wale waliobeba silaha tukuona hata mmoja aliyewekwa ndani. Kwa hiyo wenyewe hawakukosa. Kwa hivi ni vizuri pia kukubali kwamba kwa hali tuliyopo sasa hivi, ili tuweze kutoka kwenye hali hii, Watanzania tukiri ukweli, tuombane msamaha, tujenge nchi yetu, turekebishe yaliyotufanya tukakosea. Tashukuru sana baba. Asante sana.